Sawa. Labda utuambie vile ambavyo kwa hiyo tunachanga mule na bali na hapo pia mwenyewe. Kwa hiyo tumejuana kupitia zaidi, yani na taarifa hii jinsi ambavyo mara ya mwisho alinitumia voice note simu sio vile, lakini taarifa ya msiba aliniambia mume wangu kwa sababu anaumwa sasa hivi na muda usiku silali, anapata shida kwa sasa, inabidi unahangaika asubuhi ndio unapitana kwa usingizi, nikapitia mpaka mchana. Unajua kuna bezi msichana amefariki yupi? Bwana kule amepostiwa sana na Global. Nikamwambia unamwangalia Karina. Mbona nikiangalia nikashika simu nikaingia kwenye status. Nikaangalia kwenye status zangu jioni. Msiba Kandeni sasa hivi tu nimeona wametangaza Global. Baada ya hapo nikamtafuta mama yake mzazi. Kwa sababu nimekwambia nilikuwa nami ni mmoja wa watu ambao nilikuwa namtafuta private, kwa namba ya mamake pia nilikuwa nayo. Nikamtumia tu mama message, mama pole kwa msiba uko wapi? Nikaelekeza mtaa Mvumi nyumba ya tatu na leo ni siku ya tatu kabisa ambapo watu walikuwa wanategemea labda ndio kwenda kumpokea mwenyewe, leo wanakwenda kumpokea watu. Labda neno lako ni vijana. Yani ni kauli ambayo nilikuwa nikiongea tangu nakuja, nikamwambia uhai wetu ni sawa na punje ndogo sana ya mchezo. Hata ukisema uizuie ikianguka itaanguka. Imagine Karina aliondoka yeye, leo anarudi akiwa marehemu, tena sio kwenye siti, ni sehemu labda aidha ya kuwekea mizigo ama nini. Kwa hiyo ni somo, kila kifo kinatufundisha. Kila kifo kina somo lake. Lakini mimi bado nasisitiza, cha kwanza ni kumcha Mwenyezi Mungu, kumrudia Mwenyezi Mungu. Maisha yameshakuwa mafupi sana, upendo sana sana, na yani tuwe wa kweli, yani tuwe real. Na tunafahamu kwamba kila nafsi itaonja mauti, lakini hili ni kwa sababu marehemu ameugua kwa muda mrefu sana, zaidi ya ambapo hii watu wakiamini kabisa anakwenda kupona. Labda neno lako kwa maumivu na nafasi kwa muda mrefu sijui kama nitakuwa nakosea, lakini ina lilahi wa ina lilahi rajiun. Kwa mimi binafsi, mimi mtu ambaye ni mkweli, napenda ilifikia kipindi nilitamani akufe, kwa sababu alikuwa akijipa matumaini, lakini Mwenyezi Mungu ndiye ananipangia. Unajua wewe leo hii ulivyoamka ulikuwa unasema kabisa asubuhi nitaenda mtaa wa Mvumi, nitabeba kamera 5, nitabeba 6, nitamhoji huyu, lakini haukuahidiana na Mungu. That means kwamba Mungu mwenyewe ana mipango yake. Kiukweli nilikuwa naumia. Unajua kuna ile kusema jamani, basi Mungu amua unachoamua. Kama unamponyesha sasa wala na kukumbuka. Ndio maana nikasema nahisi nitakuwa nakosea, lakini amepitia mambo, amepitia shida. Ila ni mmoja wa ibada. Maana nakueleza kila kitu. Kwa sababu nina uhakika hata yeye mwenyewe anakipitia shida. Na kuna muda akajipa hofu kwamba inshallah mwenye mtakatifu. Na kuna muda unafikia unaona msae Mungu, nimekukosea nini? Kama unanichukua hebu nichukue. Lakini katika watoto wale basi ameumwa, sidhani kama kuna chombo chochote cha hospitali ambacho hakijui.
ufuatiliaji wa Tanzania pamoja na serikali yetu ya kwenye suala la serikali sidhani kama inapambana kwa Karina tu. Inafanya vizuri kwa upande wao pale wanapohitaji tukiachana na serikali nizipeleke kwa Watanzania ambao hakujui, umeelewa vizuri, hujawahi msaidia serikali. Obviously ni labda naweza nikasema labda ni jukumu, unajua ile ni mwananchi, utampeleka wapi? Ndio kishafika kwenye serikali kaomba, unajua serikali ina hela labda, si ndio? Lakini kuna hawa ambao hawakujui na hawachoki kukuchangia. Mwenyezi Mungu amnusuru, amlaze mahali pema peponi, lakini alipata watu ambao walijitoa kwa ajili yake. That means kwamba watu wengi walitamani mtoto apone, na ndio maana mtu aliweza kutoa hela yake. Mimi kabla sijaja hapa nilikuwa City, kuna dada aliniambia, unajua katika mtu ambaye nilikuwa nikitoa hata hela yangu kesha hainiumi basi ni Karina. Mimi Esha sina Instagram, sina Facebook, lakini eti niliona tu YouTube nikajikuta tu namchangia. Kwa hiyo mimi shukurani za dhati, najua naye takiwa kushukuriwa kwanza ni Mwenyezi Mungu, huyo haina ubishi. Lakini tukitoa serikali wa Tanzania ni watu ambao jamani, sisi tunapendana sana, iwe kwenye hali nzuri, kwenye hali mbaya, mtu anajitoa kama anakujua. Imagine kuna mtu ambaye anaishi chini ya 5,000 lakini akisikia swala la huyu mtoto haiweza kutosha. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awabariki wote, atubariki sisi wote ambao tumejitoa aidha kwa mali ama kwa ushauri kwa serikali.